Kuna hadithi nzuri sana ya Upamanu. Upamanu aliishi katika umaskini na mama yake. Siku moja alimtembelea mjomba wake nyumba na kumtazama binamu yake akikunywa bakuli baada ya bakuli la maziwa ya joto. Kwa hiyo mvulana mdogo akaomba maziwa mwenyewe. Mke wa mjomba wake alimdhihaki. Hukustahili. Familia yako haijapata baraka za Shiva na utakunywa unga wa ngano uliochanganywa na maji. Sikufanya. Mvulana alirudi nyumbani akiwa amefedheheka. Na mama yake akamwambia, mwanangu, ufalme, mbingu, wokovu na hata bakuli la chakula yote yanatoka tu kupitia uso wa Shiva. Watoto wengi wangekubali hii kama keki, lakini Upamanu alitangaza, msikate tamaa. Kwa neema ya Shiva nitafanya bahari za maziwa zitiririke na sitakoma hadi Shiva mwenyewe aonekane. Alikwenda msituni. Akaacha kula, akaacha kunywa na hakukula chochote isipokuwa hewa. Na toba yake ilikuwa kali sana. Miti iliwaka. Kuwafanya miungu kukua kwa kutikisa. Indra alimkaribia Vishnu na kusema, kijana huyu anatikisa ulimwengu. Mzuie. Basi Vishnu akaelewa nia safi ya kijana huyo na akamwomba Shiva. Shiva alijitokeza, lakini kwa kujificha kama Indra. Kutoa mito ya maziwa na kusema, acha toba yako. Mahadeva ni hadithi. Ninakupa baraka yako. Kubali. Ubuman alijua. Hata katika hali yake ya njaa alikataa. Sitakubali chochote isipokuwa kutoka kwa Mahadeva mwenyewe. Wewe si Shiva. Niamini mimi. Shiva aliguswa sana. Kwamba alifichua umbo lake halisi. Hii ni mafundisho ya kina ya yoga au starehe dhidi ya moksha au ukombozi. Na Adamu hawakatai tamaa, bali huibadilisha. Tamaa ya awali ya Upamanyu ilifanywa kitu